Yes, bwana mambo vipi? Timu ya Simba hii leo imecheza mechi yake na KMC. Ni mechi ambayo ilikuwa ni kurudisha heshima kwa timu ya Simba kutokana katika mashindano ya klabu bingwa wameanza vibaya na ligi kuu vile vile imeonekana ikianza vibaya, lakini hii leo wameshinda goli 2-0. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, lakini Simba wameweza kuitawala na kushinda. Lakini nakukumbusha tu usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku. Bwana, ni mechi ambayo ilikuwa ina mambo mengi sana uwanjani, ikiwemo mpaka KMC walipata kadi nyekundu kwenye mechi hiyo. Hapa niko na mchambuzi wa masuala mazima ya michezo, atakuja kugusia kuhusiana na timu ya Simba imebadilika kwa namna gani au bado kuna maboresho wanatakiwa waendelee kuyafanya. Ni kweli kabisa, timu ya Simba na KMC ilikuwa ni mechi kubwa sana, ilikuwa mechi ya mvuto. Kila mtu alikuwa anaiangalia hii mechi kwa sababu Simba wametoka kwenye maumivu makubwa sana, kwa sababu wana matumaini ya kuwarudisha mashabiki wao ambao wamekata tumaini kabisa na timu ya Simba. Lakini vile vile mechi ya leo Simba wamecheza mpira mzuri sana, wamejituma, wameonyesha uwezo, kwa sababu kuna wachezaji wapya wengi ambao wameingia katika kikosi cha Simba dirisha dogo. Kwa hiyo ndio wao ambao wameonyesha uwezo na kujituma na kuwapa ushindi leo Msimbazi. Lakini vile vile tunaona kabisa KMC walijitahidi kinamna yao kupambana, lakini ni timu wanaocheza nao ni timu kubwa sana. Simba ni timu kubwa, ina wachezaji ambao daraja lao ni kubwa sana, lakini vile vile wamejitahidi kwa upande wao. Lakini ukiangalia upande wa Simba pia sio timu sema ya KMC, ni timu ambayo wanaweza wakasema ni kipimo chao, wamecheza nao wamewafunga, inaweza ikawa ni kipimo ambao imewasumbua. Hapana, KMC ni timu ambayo kusema kweli bado daraja lake ni dogo sana kusema ujipimie, kwa sababu ukiangalia KMC ni timu ambayo inashika chini kabisa. Kwa hiyo bado sio ukapa tumaini Simba ni timu ambayo ya kupambana nao kinguvu kusema wana timu bora. Simba bado wanatakiwa kukutana na timu ngumu kama Yanga au Azam, ndio tunasema Simba kidogo imejipata, inacheza mpira mzuri. Ni kweli Simba imecheza mpira mzuri sana, wamejituma, wameonyesha uwezo wao, magoli waliofunga ni magoli mazuri sana, wamecheza kwa ushikamano. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Simba wanacheza vizuri sana, wanajipata. Kwa hiyo wakiendelea kucheza hivi hivi, inaonekana timu itakuwa timu hatari sana, klabu ya Simba, kwa sababu ina wachezaji wazuri na wana uwezo mzuri sana. Kwa hiyo naona kabisa timu ya Simba itakuwepo timu ogopeka sana katika ligi hapa Tanzania, kwa sababu ina wachezaji wazuri sana. Tumemwona pia Libasi Gray, ni mchezaji ambaye ametoka katika timu ya Simba. Mechi yake ya kwanza tunakumbuka dhidi ya Mashujaa alipiga bonge moja la shuti Meja Jenerali Samoyo pale Mbweni na akafunga goli, na hii leo pia amepiga bonge la shuti nje ya 18 na ikapaitia Simba goli la pili. Unamzungumziaje Libasi Gray, mchezaji ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo na timu ya Simba? Libasi ni mchezaji mzuri sana ambaye amekuja katika ligi hapa Tanzania, lakini ameonyesha chachu, ameonyesha uwezo mkubwa sana. Kama Libasi ni mchezaji bora sana ambaye anaujua mpira, na viona na mimi Libasi pale Simba ni mchezaji ambaye mzuri sana ambaye atabeba sana timu ya Simba, kwa sababu ukiangalia hii mechi yake ya pili katika ligi hapa Tanzania na ameshinda. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni mchezaji ambaye ameingia kwenye mfumo katika ligi hapa Tanzania, pia ni mchezaji tegemezi sasa katika klabu ya Simba. Naona kabisa Simba hapa wamepata mchezaji mzuri sana ambaye anaweza kuipambania timu ya Simba na kuwafikisha mbali kabisa. Vile vile bwana, katika mechi leo kuna kitu ambacho kimekuwa ni kama surprise, watu wengi hawakutarajia kuona hichi kitu kutokana tunajua kabisa kapteni wa Simba msimu uliopita Mohamed hivi sasa anacheza timu ya Yanga, lakini mchezaji ambaye alibaki pale mkongwe ni Shomari Kapombe, na Shomari Kapombe mechi kadhaa alikuwa anavaa kitambaa cha ukapteni, lakini hii leo tumemwona Lishaina Darok akiwa amevaa kitambaa cha ukapteni. Wewe unazungumziaje swala zima la kapteni kubadilishwa kutoka Shomari Kapombe na kuja kwa Lishaina Darok? Kwanza kabisa tunajua kabisa kipindi cha nyuma ulikuwepo ukiwa mchezaji unatumikia timu yako kwa muda mrefu unapoa kapteni. Hiyo ilikopo ni muda kipindi hicho, lakini ukiangalia sasa hivi ukapteni unaangalia mchezaji gani ambaye anaweza akajituma na uwezo mkubwa uwanjani anapambana ndo anakupa kapteni. Lakini naona mimi kwa kupewa rusheni ukapteni ni jambo zuri sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye anajituma, ana uwezo mkubwa na unaona kabisa uwanjani anahangaika, ni mtu ambaye anaongelewa kwa mazuri sana. Kwa hiyo naona mimi kupewa kapteni yeye rusheni ni jambo jema sana, kwa sababu ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana. Pia vile vile angekuepo Chama kipindi kabla hajaondoka Simba, angekuepo hadi leo, angekuepo hajatokea misukosuko ya kuondoka timu ya Simba, naona kabisa angepewa Kratos Chama ukapteni, lakini kwa sababu aliondokaga hapo Simba hawezi kurudi tu na kapoa kapteni. Kwa hiyo mimi naona kupewa Rushen ni jambo zuri sana, kwa sababu anajituma na anapambana sana, afanyi makosa ovyo ovyo. Kwa hiyo naona kupewa kapteni hiyo pia ni sababu kwake.
Simba imeshinda goli 2-0 hii leo na mechi ambayo ilikuwa inaonekana kabisa iko wazi kwa upande wa Simba kushinda magoli zaidi ya mawili. Je, unaonaje magoli ambayo amefunga Simba au ushindi wa leo wa Simba? Unaona labda ni mchezaji gani ambaye alikuwa anajituma sana uwanjani kuliko wachezaji wengine? Tumemwona pia aliingia Luemba, ni mchezaji ambaye kocha anamsifia kulikweli, lakini kwenye mechi ya leo alianza na Abraham Morris. We unaonaje kuhusiana swala zima ile la timu ya Simba na matokeo yake ya leo? Je, Luemba ni mchezaji mzuri sana ambaye ameingia, ameonyesha uwezo na kipaji kikubwa. Na tukiangalia mechi ya nyuma pia aliingia kutoka sabu na akapambana na akaonyesha uwezo. Kwa hiyo unaona ni kocha anamwangalia, anamsoma kwanza. Hawezi tu kutoka from nowhere huko akaja akaingia kwenye kikosi, na kwa ni ngumu sana kwa sababu kuna wachezaji wazuri wapo pale Simba. Kwa hiyo lazima pia wapate nafasi naye aje kupata nafasi. Kwa hiyo unaona Luemba ni mchezaji mzuri ambaye atapambana sana na atasaidia Simba. Pia vile vile mechi ya leo KMC na Simba, tunajua kabisa mechi watu walichukulia ni hizi sana, walichukulia mechi rahisi sana kwa Simba atataka kupata magoli mengi, lakini sio hivyo, kwa sababu KMC wanajipapatua kutoka chini kupanda juu, kwa sababu unajua kabisa wanaburuza mkia kule chini. Kwa hiyo ndo maana mechi ikawa ngumu kwa upande wa Simba kutupia, kwa sababu walikopa wanakomaa, KMC wanakaba sana chini. Kwa hiyo Simba kupata magoli mengi ilikuwa ngumu sana, na unaona kabisa Simba amejituma sana, amecheza mpira mkubwa sana. Lakini vile vile pia magoli yalivyokuwa yanafungwa, ameonekana mashabiki wa timu ya Simba wakiwa wanashangilia kwa nguvu, ikiwemo goli la kwanza alofunga Selemani Mwalimu. Mashabiki wengi walishangilia, waliinuka na kupiga makofi. Inaonekana kama Simba labda pengine walikuwa na hamu na kuona timu yao ikiwa inashinda au timu yao ikiwa inarudi katika ubora. Wewe unazungumziaje swala zima la mashabiki? Je, mashabiki wamerudi kwa nguvu kuiunga mkono timu yao au ni mashabiki tu wale wenye mihemko wachache ndio walikuwa wanashangilia? Mashabiki wa Simba kwanza wana uchungu kabisa na timu yao, kwa sababu ukiangalia timu yao imefanya vibaya sana kipindi hichi, imefanya mashabiki wa Simba walie. Kwa hiyo Simba wamekuja kwa nguvu zote ili kupambana kurudisha tumaini kwa mashabiki zao. Ndio maana mashabiki wanakaa wanashangilia sana, kwa sababu hawajapata utamu kama huu wa leo. Kila siku kwa ni maumivu. Kwa hiyo mashabiki wamefurahishwa sana kuona wachezaji wao wamejituma, wamecheza mpira mzuri. Na pia tunajua kabisa timu ya Simba ina wachezaji wazuri sana, bora sana. Ukiangalia sasa hivi timu ya Simba ina wachezaji wazuri. Hata wewe ukiangalia unaona kabisa Simba wana wachezaji wazuri sana, watafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naona Simba wakitulia, wachezaji viongozi wakitulia, Simba itakuwa ni timu ogopeka sana katika hapa ligi ya nyumbani Tanzania. Hayo ni maoni ya mchambuzi wa masuala mazima ya michezo kuhusiana na timu ya Simba. Je, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, unaonaje kuhusiana na timu ya Simba? Je, imerudi katika fomu yake au bado kuna baadhi ya maeneo wanatakiwa waongeze ili wawe bora zaidi ya hii leo walivyokuwa wanacheza? Shusha comment yako pale ya comment section. Vile vile usahau kusubscribe pamoja na kulike katika page yetu, utakuwa umetisha.